اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم حببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين. Naendelea na darasa yetu ya tafsiri. Tumeishia suratul Mu'minun, tunaondokea aya ya 45. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma arsalna Musa wa akhahu, kisha tukamtumiliza Musa na ndugu yake Haruna, biayatina, kwa aya zetu, wa sultanin mubin, na hoja iliyokuwa wazi kabisa, ila Firauna, kwa Firauni, wa malaihi, na watu wake, fastakbaru, wakafanya kibri ya kukataa kuamini au kuamini wao au kuamini aya hizo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakanu qauman alin, na walikuwa ni watu wenye kuwatenza nguvu Banu Israil kwa dhulma. Faqalu, wakasema, la anu'minu libasharaini mithlina, je, tuamini watu wawili mfano wetu, wa qaumuhuma lana abidun, na hali ya kuwa watu wao ni wenye kututii sisi, wenye kutunyenyekea sisi. Fakadhabuhuma, wakawakadhibisha, fakanu minal muhlakin, wakawa ni wenye kuangamizwa. Walaqad ataina Musa alkitaba, na hakika tumempa Musa kitabu ambayo ni Taurati, la'allahum yahtadun, ili wapate kuongoka watu wake ambao ni Banu Israil. Na kama tulivyopita nyuma katika sura za nyuma kuwa Nabii Allah Musa alipewa Taurati baada ya kuangamizwa Firauni. Baada ya kuangamizwa Firauni, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia achague watu 70 kwa ajili ya kwenda kupokea Taurati. Waja'alna ibna Maryama, na tukamjalia Nabii Allah Isa ibn Maryam, wa ummuhu, na mama yake, ayatan, kuwa ni aya, ni maajabu, ni muujiza. Wa awainahuma ila rabwatin, na tukawahifadhi katika pahala, sehemu iliyokuwa juu katika Baitul Maqdis au Palestine, dhati qararin, pahala palipokuwa sawa kwa sawa, wa ma'in, na pahala ambapo panapita maji. Wakati wa Nabii Allah Isa baada ya kuzaliwa, palikuwa na mfalme ambaye alitaka kumuua Nabii Allah Isa. Kwa hiyo mama yake akamchukua Nabii Allah Isa, akakimbiana naye kuendea huko pahala, akakaa hapo miaka 12 mpaka kufa huyo mfalme. Baadaye tena ndo akarudi. Anasema, ya ayuha rusulu, enyi mitume. Hii ni khitabu kwa mitume, lakini kila mtume ameelezwa wakati wake. Kwa hiyo hapa imekuja jumla jamala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakati wake walikuwa wakidai, baadhi ya makafiri au manasara hasa walikuwa wakidai kuwa haitakiwi, maana katika uchamungu ni kuacha kula vitu vizuri. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuha rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibati, kuleni vilivyokuwa vizuri. Lakini vizuri vinavyokusudiwa hapa maana yake vya halali. Wa'malu saliha, na mutende yaliokuwa ni mema. Inni, hakika mimi, bima ta'maluna, kwa mnayofanya, alim, ni mjuzi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida, na hakika hii dini yenu ni dini iliyokuwa ni moja. Wa ana rabbukum, na mimi ndo Mola wenu. Fattaqun, basi mniogope. Fataqatta'u amrahum, basi wale wafuasi wale wakajigawagawa, bainahum zubura,
kujigawa baina yao kuwa ni mapote. Kullu hizbin, kila kundi, bima ladaihim, kwa yale waliokuwa nayo na dini yao, farihun, wamefurahika. Asili yake sisi sote ni kitu kimoja, lakini wamejigawa kutokana na zile khilafu zao na kujiita majina waliotaka wao, lakini hali ya kuwa mitume yote kuanzia Nabii Allah Adam da'wa yao ilikuwa ni Uislamu. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, je, wanadhania kwa haya tunayowapa katika mali na watoto katika dunia, nusari'u lahum fil khairati, kuwa ndo tunawafanyia haraka waweze kufanya khairi? Hapana, bal la yash'urun, bali wao hawatambui kuwa wanafanywa hayo ili wajisahau na wakae mbali ili waje kuadhibiwa kiyama. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, hakika wale ambao wenye kumhofu Mola wao na wenye kuogopa adhabu yake. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na wale ambao wanaamini Qur'ani. Walladhina hum birabbihim la yushrikun, na wale ambao kwa Mola wao hamshirikishi. Walladhina yu'tuna ma atau, na wale ambao wanatoa kile walichopewa, ikiwa ni sadaka au zaka. Wa qulubuhum wajila, na mioyo yao ina hofu. Annahum ila rabbihim raji'un, kwa watarudi kwa Mola wao. Ulaika, hao ndio yusari'una fil khairati, wanakwenda mbio katika kufanya khairi. Wa hum la sabiqun, na hali ya kuwa wao ni wenye kutangulia katika ilmu ya Mwenyezi Mungu, anajua hayo. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, wala hatuikalifishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake. Kile ambacho unaweza kufanya ndicho ambacho utakachokifanya. Mfano, katika saumu ya Ramadhani, ikiwa mtu ameshindwa kufunga anatakiwa ale, na ikiwa umeweza kufunga anatakiwa ufunge. Vile vile masala ya swala, umeshindwa kuswali kwa kusimama, unaswali kwa kukaa. Umeshindwa kukaa, utaswali kwa ubavu. Umeshindwa kuswali kwa ubavu, utalala chali. Anasema waladaina, na tunayo sisi, kitabu ni yantiqu bilhaq, maandishi au kitabu ambacho kimeandikwa yaliokuwa ya haki, ambayo ni lawhul mahfudh. Wa hum, na wao, la yudhlamun, hawadhulumiwi kitu kilichoandikwa huko, hawapunguziwi thawabu wala wazidishiwi dhambi. Bal qulubuhum, bali mioyo yao makafiri, fi ghamratin min hadha, ni katika ujinga, yamewajingikia wao haya yaliyomo ndani ya Qur'ani. Wala hum a'malu min duni dhalika, na wao wana matendo isiyokuwa ya waumini. Hum laha amilun, wanayafanya basi wataadhibiwa kwa amali hizo. Hatta idha akhadna mutrafihim, pale hata mpaka tutakapowachukua wale waliokuwa matajiri wao au viongozi wao, bila adhabi, kwa adhabu ambayo ni katika vita vya Badri. Idha hum yaj'arun, basi wanafika wakati wanapiga ukelele, wanaambiwa la taj'aru al-yawma, msipige kelele leo, innakum minna la tunsarun, hampati nusra yoyote kutokana kwetu, maana yake tutakupigeni mpaka mtakufa. Qad kanat ayati tutla alaykum, hakika zilikuwa ni aya zangu, anasema Mwenyezi Mungu, za Qur'ani zinasomewa. Ala fakuntum ala aqabikum tankisun, mlikuwa nyewe mnarudi kinyume nyume. Mustakbirina, hali ya kufanya kibri, bihi, na hiyo al-Kaaba au haram. Samiran tahjarun, na kesha usiku mnazungumza yenu, lakini Qur'ani mnaiacha. Afalam yadabbaru qawla, je, hawazingatii hii Qur'ani? Am jaahum man lam yati abahum alawwalin, au wamepata wao yale ambao hawakupata wazee wao. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, au hawamtambui mtume wao basi wanamkanusha. Am yaquluna bihi jinnatun, au wanasema na wazimu. Bal jaahum bilhaq, bali amewaletea haki. Wa aktharuhum lilhaqi karihun, na wengi wao kwa hii haki ni wenye kukataa. Walau ittaba'a alhaqu ahwa'ahum, na lau hii Qur'ani ingefuata yale matamanio yao, la fasadati samawati wal ardh, basi pangeharibika mbinguni na ardhini. Waman fihinna, na yaliyokuwemo humo mbinguni na ardhini. Bal atainahum bidhikrihim, bali tumewaletea yale yaliyokuwa ndani yake, kuna ukumbusho kwao. Fahum an dhikrihim mu'ridun, basi wamekuwa wao kwa yale makumbusho wanayapuuza. Am tas'aluhum kharajan,
je au unawataka wewe malipo ujira, fakharaju rabbika, basi waambie kuwa malipo ya Mola wao khairun, rabbika Mola wako khairun ni bora zaidi, wa huwa khairu raziqin, na ndiye bora mwenye kuruzuku. Wa innaka, na hakika wewe, la tad'uhum, unawalingania ila siratin mustaqim, njia iliyokuwa imenyoka. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, na hakika wale ambao hawaamini akhira, ani siratin, hiyo njia hiyo, la nakibun, wanaenda kando, wanaenda pembeni. Walau rahimnahum, na lau tungekuwa tumewahurumia, wakashafna ma bihi min dhurrin, na tungeondolea zile shida zao, njaa na mengine, lalajju fi tughyanihim, basi wangeendelea katika upotofu wao, ya'mahun, na kwenda na kurudi. Aya ifuatayo ni pale ambapo alipokuja Abu Sufyani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtaka waombe dua baada ya kuwa Makka pamekuwa mfano wa ukame na njaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya ifuatayo, walaqad akhadhnahum bil adhab, na hakika tumewaonja kwa njaa, famastakanu, basi hawakunyenyekea, li rabbihim, kwa ajili ya Mola wao, wama yatadarrauna, wakuwa wanaomba Mwenyezi Mungu, hatta idha fatahna alaihim baban, mpaka tulipowafungulia mlango, dha adhabin shadid, wenye adhabu kali, ambayo ni siku ya Badri, idha hum fihi mublisun, sasa wamekuwa na tahayari. Wa huwa alladhi ansha'a sam'a, na ndiye ambaye amekuumbieni ya kusikia, wal absara, na yenye kuona, wal afida, na mioyo, qalilan ma tashkurun, basi ni wachache mno wenye kushukuru. Wa huwa alladhi daraakum, basi ndio yeye aliyekuumbeni, fil ardi, wa ilayhi tuhsharun, na kwake mtafufuliwa. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, na yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuhuisha na kufisha. Walahu ikhtilafu al-layli wan-nahar, na yeye ndio inayorudi kwake au yanabadilika usiku na mchana. Afala ta'qilun, je hamna akili katika kuunda kwake Mwenyezi Mungu mkachukua mazingatio? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun, bali wakasema yale waliosema waliokuwa kabla yao. Qalu, walisema, aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamab'uthun, je tukishakufa na tushakuwa ni mchanga na tushakuwa ni mifupa, je tutafufuliwa tena? Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadha, hakika tumeahidiwa sisi na wazee wetu kabla ya hapo, min qablu, in hadha, hayakuwa hayo, illa asatirul awwalin, isipokuwa ni ngano za kale tu hizo. Qul, waambie, lamanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, ni nani mwenye kumiliki ardhi na aliyokuwa ndani yake ikiwa mnatambua? Sayaquluna Allah, sayaquluna lillahi, watasema ni Mwenyezi Mungu. Qul, waambie, afala tadhakkarun, je hamuchukui ukumbusho, mazingatio? Qul, waambie, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, ni nani mola au mfalme wa mbingu na ardhi, mbingu saba na arshi? Sayaquluna Allah, watakwambia ni Mwenyezi Mungu. Qul afala tattaqun, je hamujiepushi au hamuogopi? Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in, waambie nani mwenye ufalme wa kila kitu, wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, na yeye ndo mwenye kuwahifadhi wala hahifadhiwi. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua. Sayaquluna Allah, watasema Mwenyezi Mungu. Qul fa anna tusharun, je basi mnadanganyika na yepi? Bal atainahum bilhaqqi, bali tumewaletea kwa haki. Wa innahum lakadhibun, na hakika wao ni wenye kukadhibisha. Mattakhadha Allahu min waladin, hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye mtoto. Wama kana ma'ahu min ilahin, wala hakuwa na Mungu mwingine. Idhan, basi ingekuwa hayo, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, kila mmoja katika hiyo miungu angepwekeka na alichokiumba. Wala ala ba'dhum ala ba'd, na wangeshindana mmoja juu ya mwingine. Subhanallahi amma yasifun, ametakasika Mwenyezi Mungu kwa yale wanayomsifu nayo. Alimil ghaibi wa shahada, mwenye kujua ghaib na iliyokuwa si ghaibu.
Fataala, basi ametukuka, amma yushrikun, kwa yale wanayoshirikisha. Qul, waambie, Rabbi, ewe Mola, imma turiyanni ma yu'aduna, imma unionyeshe yale unayoahidi. Rabbi fala taj'alni fil qaumi dhalimin, basi Mola usinijalie katika kundi waliokuwa wamedhulumu nafsi zao katuangamiza. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, na hakika sisi kwa yale tulioahidi tunaweza tukakuonyesha. Idfa billati hiya ahsan, basi wewe fanya kwa uzuri, maana yake lipiza kwa uzuri. Wao tufanyie ubaya, wewe fanyie mazuri. As-sayyi'ata, maovu yao, nahnu a'lam bima yasifun, sisi tunajua yale wanayosema, wanayokadhibisha. Waqul, nasema, Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, ewe Mola najilinda kwako na wasiwasi wa shetani. Wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun, na najilinda kwako ya Rabbi wakahudhuria katika mambo yangu au mashetani. Hatta idha jaa ahaduhumul maut, mpaka inapowajia mmoja wao mauti. Qala rabbi irji'uni, ewe Mola rejeshe, la'alli a'malu salihan, wena kafanya mazuri, nikaingia katika Uislamu, fima taraktu, kwa yale niliyopoteza katika umri wangu. Kalla, Mwenyezi Mungu anasema hapana kurejeshwa. Innaha kalimatun huwa qailuha, hayo ni maneno atasema. Wa min waraihim, na uko mbele uko, barzakhun ila yawmi yub'athun, kuna njia ambayo kizuizi kinachowazuia kufika huko. Fa idha nufiqa fi suri, basi itakapopulizwa lile parapanda kwa mara ya pili, na mara ya kwanza na mara ya pili, fala ansaba bainahum yawma idha, hapa hakuna kujifakarisha kwa nasaba. Wala yatasaaluna, wala hawataulizana hapo, wewe tajiri ni maskini, hakuna. Faman thaqulat mawazinu, mwenye kuwa nzito mizani yake kwa mema, faulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye mizani yake itakuwa ni hafifu, faulaika alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao wamepata hasara nafsi zao. Fi jahannam khalidun, wataingizwa motoni. Talfahu wujuhumun nar, itaunguza nyuso zao kwa moto. Wa hum fiha kalihun, na wao watakuwemo humo. Shafahamu bana, hii midomo yao hii itakuwa na mimoto. Shafahamu bana, na wataambiwa alam takun ayati tutla alaykum, je haikuwa Qur'ani mnasomewa? Fakuntum biha tukadhibun, mkawa mnakadhibisha. Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna, ewe Mola imetuzidi sisi uovu wetu. Wa kunna qauman dallin, na tulikuwa sisi ni watu ambao tumepotea. Rabbana akhrijna minha, ewe Mola tutoe hapa motoni. Fa in udna, ikiwa tutarudi tena katika kukukhalifu, fa inna zalimun, basi sisi tutakuwa madhalimu makubwa. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia, ikhsa'u fiha, bakieni umo umo, wala tukallimun, wala msisemeshe. Innahu kana fariqun min ibadi, walikuwa kundi katika waja wangu, yaquluna rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, wakisema ya Rabbi tusamehe na utuhurumie, kwani wewe ndio mwenye huruma. Fattakhadtumuhum sukhriya, mlikuwa mnawacheza shere, mlikuwa mnaona hawana maana pesa mbili hao. Fahamu? Hatta ansaukum dhikri, mpaka wakakusahaulisheni kunikumbuka mie. Wa kuntum minhum tadhakun, mkawa mnawacheka. Inni jazaituhumul yawma, hakika mimi nimewalipa leo kiyama hiyo, bima sabaru, kwa wale waliosubiri neema. Annahum humul faizun, hakika wao tu ndio waliofaulu. Qala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kam labithtum fil ardi adada sinin, muda gani mrefu mliokaa katika makaburi yenu duniani na kaburini miaka. Qalu labithna yawman au ba'da yawmin, anasema labda tumekaa siku moja au siku mbili. Fas'alil adina, wauliza wale walikuwa kihisabu malaika hao.
Mwenyezi Mungu anawaambia qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Shafahamu bana, hamkukaa ila muda mfupi tu, lao mngekuwa mnatambua hayo. Afa hasibtum, je mnadhania, annama khalaqnakum abathan, wa tumekuumbeni tu kiupuzi tu bila hikma, wa annakum ilayna la turja'un, na kwetu hamrudi. Fata'ala Allah, basi ametakasika Mwenyezi Mungu na kuumba bila mipango. Almalikul haq, mfalme aliyekuwa ni haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim, hapana mola apasaye kuabudu kwa haki ila yeye, rabbul arshi, mfalme wa arshil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, na mwenye kumuomba au kumwabudu Mungu asiyekuwa Allah, la burhana lahu bihi, hana hoja yoyote, fa innama hisabuhu, bas hakika malipo yake, inda rabbihi, kwa mola wake. Innahu la yuflihul kafirun, hawezi kufaulu yule kufuru. Wa qul rabbi ighfir, nasema ewe mola nisamehe, warham, na nihurumie mimi na waumini. Wa anta khairur rahimin, na wewe ni mbora wa kuhurumia. Hapa imemalizika suratul Mu'minun, tapatia suratul Nur insha Allah taala. Tunaishia hapo, Allahu a'lam. Tarehe 20 ya mwezi wa Ramadhani, na siku kama ya leo imepatikana katika matukio makubwa katika tarehe ya Uislamu, nayo ni Fathu Makkah, kufunguliwa Makkah. Tukirudi nyuma, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 6 aliota kuwa wanaenda Makkah kufanya umra, akatoka yeye na masahaba hali ya kukusudia umra. Walipofika karibu na Makkah, wakapeleka salamu kwa Makuraishi, kwa bwana, sisi tumekuja kwa ajili ya kufanya umra, wala hatukuja kivita. Wale watu wa Makkah wakamwambia, sikilizeni, hapa hamuingii. Kwa hivyo baada ya hapo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Saidina Uthman ndio kwenda kusema nao kule. Kwa hiyo wakamzuia Saidina Uthman kule. Katika kumzuia ikaletwa habari kwa Saidina Uthman kauliwa. Kwa hiyo huko Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita wale Waislamu wote na kuchukua kwao bai'a kwa wasimkhalif, na waende wakapigane na hao makafiri wa Makkah, kwa sababu wamemuua Saidina Uthman. Makuraishi walipopata habari wakaona, tumtoe huyo Uthmani arudi, maana hawa jamaa wakija huko, na kwa sababu tokea vita vya Uhud na kuendelea Waislamu vita vyote wameshinda wao. Kwa hiyo kurudi Saidina Uthmani, wakasema tunataka tufanye sulhu. Kwa hiyo kwa upande wa Makuraishi akaja Suhail bin Amr, na upande wa Uislamu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka andikiana sulhu kwa masharti. Kwa masharti takriban masharti manne. Sharti ya kwanza kwa Waislamu pamoja na Mtume pale ndo washafika, warudi waje tena mwakani, wataruhusiwa kuingia kufanya hiyo umra, utafahamu. Lakini kwa kufanya hija au umra wataruhusiwa, lakini siku 3. Baada ya hapo ondoke zao. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, kuwa kila ambaye kabila lolote linalotaka kujiunga na Makuraishi wajiunge, wanataka kujiunga na Mtume wajiunge. Sharti ya tatu, kuwa yoyote ambaye atatoka katika watu wa Makkah huku akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina akasilimu, arejeshwe Makkah. Na yule ambaye atatoka huku Makkah na atatoka Madina kwa Mtume akienda Makkah apokelewe. Na sharti ya mwisho, kuwa pasiwepo vita kwa muda wa miaka 10, hakuna kupigana. Kwa hiyo kaandikwa sulhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali masharti yao, wakamaliza, wakarudi Madina. Sasa muda ambayo ndio wa sulhu, hakuna tena kupigana, hakuna chochote. Kulikuwa na makabila yako pamoja na Waislamu, na makabila wako pamoja na Makuraishi. Sasa kulikuwa na kabila pamoja na Makuraishi, likasaidiwa na Makuraishi kuwapiga kabila lililokuwa pamoja na Waislamu. Kwa hiyo maana yake wamevunja moja katika vipengele vya sulhu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha Waislamu wajiandae, akaandaa jeshi la watu 10,000 kwa lengo la kuenda kuifungua mji wa Makkah moja kwa moja tena. Kwa hiyo wakatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jeshi la watu 10,000,
na siku yenyewe ilikuwa ni tarehe 20 ya Ramadhani mwaka wa 8, siku kama ya leo. Wakatoka wakaifungua mji wa Maka, na watu wa Maka walipoona lile jeshi lilipokuwa kubwa hawana la kufanya, ikabidi wawapishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia. Katika kuingia hakupigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hapakutokea vita, hawakutokea mtu kupinga. Kwa hiyo akaingia Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka kwenye Al-Kaaba, akawa anaangusha yale masanamu yaliyokuwa. Al-Kaaba ilikuwa imezungukwa ndani na nje masanamu 360. Kwa Mtume akawa anaangusha yale masanamu, akasema jaa al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, jaa al-haqu wa zahaqa al-batil. Yakaangushwa masanamu, yakavunjwa yale masanamu yaliyokuwepo, ikasafishwa Al-Kaaba. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha Saidina Bilal apande juu ya Al-Kaaba aadhini, kuonyesha kuwa sasa mji wa Maka tayari ni mji wa Kiislamu rasmi. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita Makuraishi wote wale, wakaja. Akauliza, haya mnadhania nitakufanyeni nini mimi? Anawauliza hali ya kwa yeye ana jeshi, ana uwezo wa kufanya chochote. Haya mnafikiria nitakufanyeni nini? Akamwambia, sisi tunategemea wewe ni ndugu yetu mkarimu na ni mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Akamwambia, haya basi nendeni zenuni nyote, nimekusameheni. Idhabu fa antum mutlaqa, nendeni nimekuachilieni. Basi Makuraishi walishangaa sana na maukifu hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuadhibu, alikuwa na uwezo wa kuua mmoja baada ya mwingine. Niambia, nendeni nimekuachieni nyote. Kutokana na hali hiyo wakasilimu wengi. Katika waliosilimu ni Abu Sufyani na mkewe Hindi binti Utba na baba yake Saidina Abu Bakar, Abi Quhafa na yeye akasilimu, na wengine wengi ambao wakasilimu kutokana na Fathu Makkah. Na baada ya hapo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la hijrata ba'da al-fath, hakuna kuhama tena baada ya Fathu Makkah, hakuna kuhama, kwa sababu tayari Makkah ushakuwa ni mji wa Kiislamu, huna haja kuhama tena, ubaki huko. Kwa hiyo ikawa Makkah sasa iko chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikaja amri baadaye katika Hajjatul Wadaa kwa makafiri wasisogee tena pale, hamna ruhusa tena kuja kwenye Al-Kaaba, wala hamna ruhusa. Basi kwa hiyo siku kama ya leo ya tarehe 20 ya Ramadhani ndio imepatikana tukio hili adhim, Fathu Makkah, vile vile inaitwa Al-Fathul A'zam, kufunguliwa mji wa Makkah na kuingia rasmi katika taa au kuingia rasmi chini ya usimamizi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu rasmi. Ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa Ramadhani. Wallahu a'lam. اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وخلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشرور، وأقر بالرضا منك الحيون، واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا مثل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.